Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, habari za muda huu. Mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe vipi, uko hali yako? Unaendeleaje? Habari za siku? Tumerudi tena katika mwendelezo wa madarasa ya tiba asili pamoja na mambo ya kiroho yote na pamoja na mila na desturi. Kwa vitu vyote utavipata hapa na vitakusaidia sana katika changamoto zako mbalimbali za kiroho ambazo unakutana nazo na changamoto za kimwili. Mpendwa mtazamaji, mimi leo nataka nikufundishe namna ya kuepuka matatizo, kuepuka mikosi, nuksi na vitu vingi tu katika maisha yako. Hivi ushawahi kujiuliza, mimi kwa nini sifanikiwi? Mimi kwa nini niko hivyo hivyo nilivyo tu? Hakuna mwaka mmoja ambao nitapiga hatua ya maendeleo na kusonga mbele. Kila siku uko eneo hilo hilo, kila siku unafanya biashara hiyo hiyo, kila siku wewe ni hapo hapo tu, unazunguka hapo, maisha yako hayabadiliki. Unafikiri ni kwa nini? Nataka nikwambie, wewe unasumbuliwa na tabia ambayo tayari umejiwekea nidhamu ambayo inakurudisha nyuma kila siku. Nidhamu gani ambayo wewe inakusumbua? Ni nidhamu ya kujiingiza katika makundi mbalimbali ambayo hayana faida kwako, ambayo tayari yanakutengenezea wewe kuanguka kwako kwenye biashara pamoja na mambo mengine. Makundi gani hayo? Nataka nikuulize wewe ambaye labda uko nyumbani kwako unafanya kazi zako vizuri tu, umesikia ngoma imepita nje au umesikia kuna makelele nje, umeenda kuyakimbilia na kufuatana na huo msururu wa watu, hujui watu wanaenda wapi, lakini wewe tayari umeshajiingiza kwenye makundi. Lakini wewe ambao unaamka asubuhi, ufanye kazi yote nyumbani kwako, ufanye malengo yako, unaamka kwenda kukaa kwa jirani kupiga story. Lakini kwa wewe ambaye kila shughuli haikupiti, kwa wewe ambaye kila mikutano upo, kila vikao upo, kwa nini unaenda kuanguka? Je, ni kwa nini wewe hufanikiwi? Ni kwa sababu unaenda kupeleka nguvu yako na kubadilishana na watu na wewe kubakia tupu. Kwa sababu gani? Wewe unatakiwa ulinde nguvu yako ya kiroho. Kadri unavyojichanganya na watu kila siku, ndivyo nguvu yako inavyoibiwa kidogo kidogo na nuru yako inavyopotea. Kwa nini nakwambia hivyo? Ni kwa sababu mchanganyiko wa watu kila mara unavuta watu, mikusanyiko mbalimbali wanakutana, kila mtu anakuwa na nguvu yake, kila mtu na jasho lake, kila mtu na nyota yake. Mwingine nyota yake ni chafu, lakini asilimia kubwa katika mikusanyiko kwaga kunatengeneza nguvu mbaya. Kwa sababu gani? Ushawahi kufikiria kwa nini ukienda choo cha watu wengi unakutana na magonjwa mbalimbali? Choo ambacho kinaingiliana na watu wengi unakutana na maradhi mbalimbali. Ni kwa sababu kila mtu ana nguvu yake, kila mtu ana magonjwa yake. Kwa hivyo ukitaka kufanikiwa kwenye jambo lolote, kwenye mahusiano, kwenye jambo lolote lile, biashara, unataka upate kazi, unataka ufanikiwe, jitahidi kujiepusha na mikusanyiko. Mikusanyiko ya kila mara haiwezi kukupa wewe mafanikio. Tengeneza mfumo, tengeneza ratiba ya kukutana na ndugu, jamaa na rafiki kwa muda maalumu. Sio kila mara ukiitwa unaenda, kila mara ukiitwa huko unakimbilia huko. Kwa mpendwa mtazamaji wangu, utajiokoa na vitu vingi sana. Utajiokoa na nguvu mbaya, utajiokoa na migogoro mingi, utajiokoa na maneno mengi na vitu kadha wa kadha. Na utaona maisha yako yanabadilika ukibadilisha mfumo, ukibadilisha tabia. Kwa hivyo mikusanyiko inaenda kukubebea nguvu zako zote, unabakia tupu, unabakia kuhangaika, kila siku wewe ni kulalamika, kila siku wewe ni kulia. Kwa sababu wale ambao unaenda kukutana nao ni wale ambao tayari na wenyewe hawana mabadiliko yoyote. Ushawahi kuona matajiri wanahudhuria kila sehemu? Hawezi kwenda kila sehemu mtu ambaye ana mafanikio ya juu. Hawezi kwenda kila sehemu akialikwa. Aidha atamtuma mtu aende
au atatoa mchango, yeye hawezi kwenda. Kwa hivyo ukitaka kufika mbali na kuwa tajiri, kufanikiwa kwenye hatua kubwa, jitahidi kujiepusha na mikusanyiko ya kila mara. Kusanyika kwenye mikusanyiko muhimu sana, kwa mfano vikao vya familia, ukiwa na jambo lolote, hivyo ni vya muhimu, huwezi kuviepuka. Lakini unashiriki kwa kuwa na ratiba, sio kila mara unapatikana. Usipatikane kwa kila mara katika miito ya watu. Unavyoitwa sio kila mara lazima uitike. Kwa sababu gani? Kiroho ukiitika kila mara, basi wewe utakuwa unaitwa na kila mtu yoyote. Mimi naitwa Dr. Mary. Karibu sana mpendwa mtazamaji, popote ulipo utapata huduma za kiroho, huduma za tiba asili, ushauri, usimamizi, na tutakupa formula mbalimbali za kupiga hatua na kufanikiwa kwenye mambo yako, pamoja na kutatua changamoto za kiafya ambazo zinakusumbua kwa muda mrefu. Bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Utatupata kwa WhatsApp na kawaida popote ulipo. Na kushukuru sana wewe ambaye umefuatilia hili darasa mpaka mwisho, na tutakutana katika kipindi kingine. Asante sana, nikutakie siku njema.